Hello? Hello? Nani unaongea? Mume wako hapa naongea. Sina mume. Na wala bado sijaolewa. Labda utakuwa umekosea namba. Yeye bwana hapa naongea. Wewe utabaki kuwa mke wangu tu. Yaani panga pangua, bado utabaki kuwa mke wangu. Cha kwanza, mahali nimeshatoa na nimeshamaliza yote. Alafu cha pili, familia yako na familia yangu wote wanalijua. Kwa hiyo kuendelea kupinga hilo swala ni sawa kama kujipotezea muda tu. Yei. Unajisumbua sana. Tena bora ungekuja kistaarabu, ningekupa nafasi hata kidogo ya kuongea. Na hicho unachokiongea hakitatokea milele. Na umekuja kibabe, ndo umeharibu kabisa. Sawa mpenzi wangu, niambie. Wewe unataka nije vipi? Mimi nitafanya. Wewe niambie tu. Sikia. Cha kukushauri, achana na mimi kabisa. Kwenye kitabu cha maisha kuna kurasa nyingi sana. Na wewe ushasomwa na kueleweka. Sina haja kabisa kuusoma tena ukurasa wako ukikatiri. Sikia. Tusirudi nyuma. Yalishaisha na sasa ni maisha mapya. Elewa hivyo tu. Dada, naona adui anataka kuingilia mahusiano yangu, kitu ambacho sitaki kabisa. Ni nini hicho? Yeye amekuwa msumbufu sana, kitu ambacho kinanipa wasiwasi mkubwa katika mahusiano yangu mimi na Luma. Naogopa sana dada kuharibu, naogopa sana. Sikiliza Dina, mdogo wangu, hakikisha kwa gharama zozote unamlinda Luma asitoke moyoni mwako wala kwenye maisha yako. Maana neno la Mungu linasema moyo ni mdanganyifu sana. Usipoziba tafakari zako utajikuta unavutwa na rudi kule. Ihali mchungaji alithibitisha Luma ni mtu sahihi kwako. Yoyote atakayojiri zaidi ya hapo yametoka kwa mwovu shetani. Hebu uwe imara katika hili na ndo ukomavu wa kiroho. Na kuelewa sana dada. Hata mimi napambana. Na wewe wala usiache kuniombea. Unajua mimi ni jasiri, lakini hila za adui ni nyingi sana. Ni nyingi sana dada. Ni kweli, ukitaka kulishinda hili, simamia maandiko, kuwa mtu wa rohoni, utauona utukufu wa Bwana. Hakika. Maana ukimwangalia Jay na ukamsikiliza, unaona kabisa huyu anatumika na nguvu za giza na sio kawaida yake kabisa. Mungu unisaidie. Hivi huyu ni wewe umemleta au ni adui anataka kuumiza moyo wangu tena? Maana huyu ni mzungu kabisa kabisa. Mimi Lozi wa kuolewa na mzungu? Kweli Mungu hana upendeleo. Mungu ni mwaminifu. Na hii ikiwa ni ukweli, naweka nadhiri kwako Mungu kuwa nitakutumikia milele. Mungu, ikikupendeza wewe, nipe huyu mzungu awe wangu wa maisha, ila mapenzi yako yatimizwe. Shemeji, kilichonileta hapa ni kitu hiki kimoja tu. Nataka tupange tarehe ya harusi, itakuwaje, itakuwa vipi? Maana mali yote tayari nimeshamaliza. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni kitu kimoja tu, ni swala la ndoa. Lakini mwanzo nilikuwa na mambo mengi sana kichwani mwangu. Sasa hivi najiona kabisa nimeshatulia. Sasa naweza nikafanya harusi. Je, hivi unajitoa ufahamu
au uko sawa sawa? Shemeji, unaviongea hivyo na kuwa unamaanisha nini? Kwani mahali nilitoa ama sijaitoa? Nakubali ulitoa. Sasa najitoaje fahamu wakati nilipokuja kutoa mahali uliniambia kabisa wewe mwenyewe kama sasa niko tayari kumuoa Dina wakati wote, muda wote, milango ipo wazi. Sasa na ukaniambia kabisa kama hakutakuwa na kipingamizi chochote, muda wote nije. Leo na kushangaa wewe ndo naanza tena kuketa kipingamizi. Sikiliza Jay, wewe ndio uliyomwacha mdogo wangu tena kwa mateso makali sana. Leo hii unakuja kuongea kana kwamba hakuna kilichotokea. Jay, wewe ni katili sana. Lini nilikuja kukupa taarifa ya kuwa nimemwacha Dina? Mbona sikumbuki kama kuna siku nilishakuja kukupa taarifa kama nimemwacha? Na kama ningekuwa nimemwacha, mimi ningeichukua mali yangu. Jay, mimi sitaki kumumunya maneno. Biblia inatutaka kwenye kweli tuseme kweli, kwenye ndio tuseme ndio, na kwenye hapana tuseme hapana. Mimi leo nikukabidhi mdogo wangu awe mke wako, itakuwa mwongo kabisa. Ila nakiri mahari uliitoa na ukasema umeisamehe. Ukiitaka utaipata, ila kwa sasa Dina yuko na mtu mwingine. Ninaomba usiwaharibie. Jana bwana amenikuta ndugu yako, nikajua kumbe kuna kipindi ulimi unakuwaga mzito. Kulikoni tena? Vipi? Jana nimekutana na yule mpenzi wangu mtarajiwa Rose. Tukaachia uwanja, tukae wawili tuongee. Kidogo nikimbie, maneno yote yalipotea kabisa. Nikabaki namchungulia tu. Nilikwambia bwana Kinjo, hakikisha maeneo kama hayo nipo kiungo mchezeshaji. Wewe mwenyewe ungefurahi. Yaani ningekuchezeshia ule mpira ule nikakupelekea kati, wewe kazi yako ilikuwa kumalizia tu. Wewe ungeharibu. Yule mtoto anapiga maombi sana, hatari kweli kweli. Ukimwendea hivyo unavyoenda, ukosei kuharibu, nikajikuta na kosa yote. Uoga wako tu bwana Kinjo. Sasa pale unakosaje maneno? Acha uzembe bwana Kinjo. Au ungemuomba jomba akuchombezee pale. Jomba kasafiri, basi kazi yote kaachia yule mama. Na Yesu unajua hatabiriki. Basi sawa, siku nyingine utanialika mechi hizo, usijali. Sikualiki hata siku moja, ila nimegundua kitu. Pale ni mwendo wa kusoma maandiko yote ya Biblia, na kisha nikionana naye na mwaga mistari, itakaa sawa. Watu wa rohoni inatakiwa kuwaendea kiroho, si unajua? Najua kabisa. Endelea. Kumekuwa na hii ndoto naiota kila siku. Ninaota nakimbizwa na yule rafiki yangu aliyekufa, na hii inanipa hofu sana, kwa sababu sijui inakuwa na maana gani na nini nifanye. Kwanza lazima uelewe, hiyo sio ndoto nzuri, ni ndoto ya uharibifu. Roho za mauti zinakufuatilia na inabidi uzikemee kwa nguvu zote. Lakini sio mara zote ananikimbiza, na muda mwingine huwa anazungumza na mimi kwa upendo sana, kwa sababu huyu rafiki yangu alikuwa na upendo sana kabla hajafa. Hakuna mahusiano kati ya walio hai na waliokufa kwa namna yoyote ile. Haijalishi ni ndugu yako, anaweza kuwa ni baba yako ndio aliyekufa, au mama yako ama mume wako ama mke wako. Imradi anakuja kwa njia ya ndoto, hiyo ndoto sio salama. Kwa sababu
Mungu huwa hasemi na mtu kupitia waliokufa. Kwa hiyo ni lazima uelewe mahusiano ya mwanadamu na waliokufa sio salama. Ni mfano tu, unaweza ukawa labda unaota ndoto unashiriki tendo la ndoa na mtu usiyemjua ama unayemjua. Hiyo ndoto imebeba uharibifu juu ya jambo jema linalotaka kuja kwako ama linaloendelea kwenye maisha yako. Na ndio maana unakukuta kama kulikuwa kuna interview unafeli, ama kama ulikuwa unaambiwa subiria kuna kitu fulani unashangaa kimeharibika, ukiangalia ni mara baada ya kushiriki tendo la ndoa kwenye ndoto na mtu usiyemjua au unayemjua. Inawezekana akawa ni picha ya mume wako kabisa, picha ya mume wako kabisa, akija kishiriki na wewe tendo la ndoa wakati wa usiku na ni mume wako, imradi limekuja kwa njia ya ndoto, sio salama. Hata kama mmelala hivi, ukiota sio salama, limebeba uharibifu. Hivyo natakiwa uikemee katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndoto ambayo rafiki yako ameota na kukimbiza, sio ndoto salama. Luma, yaani mimi ninaona hiki ndo kipindi cha kuomba sana kwa ajili ya uchumba wetu. Maana Jay anakuja kwa hila kubwa sana. Lengo lake ni kuharibu tu. Dina, sio wewe tu unayepigana na Jay. Hata mimi napigana naye sana. Tena sana. Napigana naye chini kwa chini. Tena kuna vitu vingine nashindwa hata kukusimulia. Lakini yani unaona kabisa ni mtu mwenye nia mbaya na haya mahusiano yetu. Lakini kurudisha kumbukumbu nyuma, mimi nilienda nikaongea naye. Nikamuuliza uko radhi kuendelea na Dina, akasema hayuko tayari kuendelea na wewe. Sasa kwa nini leo tena anaanza kuinua vikwazo visivyokuwa na sababu? Anaanza kupigana na sisi. Kiukweli mimi na vurugwa, nachanganyikiwa sana. Sijajua shida ni nini. Mimi ninachokiona hapa, wote wetu mpuzi. Na tuone anatumika na adui tu, na si vinginevyo. Unajua shetani yupo kazini, hapendi kuona hili jambo likatimia. Hataki kabisa, yani inatubidi tusimame Luma. Tusimame. Sahi kabisa. Tusimame, tuyapiganie mapenzi yetu. Haya mahusiano tusiposimama, tunaweza tusifikie hatima njema. Tunaweza tukaanguka, tukaishia njiani. Tusimame, Mungu anaweza yote. Amina. Kwanza hongereni sana kwa familia nzuri. Na yale yaliyotokea kipindi cha harusi, yale yatoka kwa ule mwovu na yameshindwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kitu kimoja muhimu nachotaka niwaambie, Biblia inaeleza ya kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Inaposema kuheshimiwa na watu wote, inaanzia kwenu. Ninyi wenyewe lazima muiheshimu hiyo ndoa. Lakini pia watu wote wanaowazunguka ninyi lazima waheshimu ndoa kutokea kwenu. Na kila mtu anayewajua ajue ni kwa namna gani mnaiheshimu hiyo ndoa. Na hata siku moja msifungulie mlango katika ndoa yenu wa mtu yoyote kuingia. Mkifungua mlango wa mtu yoyote kuingia, mtaiona ndoa mbaya sana. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho mmeanza maisha mapya, lazima mjifunze kufunga baadhi ya milango. Naposema kufunga milango, hadi ndugu lazima watengenezee mipaka ya wapi wafike na milango mingine ifungwe, wapite tu kwenye mlango uliofunguliwa ambao utakuwa ni salama. Okay, najua katika situation kama hii wapo watu watakao sema mambo mengi sana. Kuna watu watakao sema ya kwamba Jala akamshikilia mwalimu ndio maana arudi nyumbani, ndio maana afanye hivi. Lakini kuna watu watakao sema mwalimu anamcontrol Jala ndio maana afanye hivi. Hizo ni stori za kawaida sana kwa ndugu.
zisiwafanye mfungue milango. Kumbukeni, shetani ni roho kama alivyo Mungu ni roho, hivyo kutumia watu. Na wale watu wanaotumika na adui ni wale watu wa karibu yenu. Msipofunga milango itawaletea shida. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 na ule mstari wa 36, Biblia inasema hivi: na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa mstarajie sana hii vita itakuwa ya mbali, hii vita itakuwa ya karibu. Sisemi mwe mna picha mbaya na ndugu zenu, lakini ni vyema kuwa nayo kwa ajili ya tahadhari, na Bwana watie nguvu. Amen. Wewe ni mlevi? Ndio. Sasa unawezaje kumwoa mtoto wangu Rose ili hali wewe ni mlevi na yeye si mlevi? Pana urafiki gani kati ya nuru na giza? Au yeye asiyeamini anayo nafasi gani kati ya yeye aaminiye? Usije ukamkengeusha mwanangu aanze kuifuata miungu migeni inayokutumikisha wewe katika ulevi. Baba, najua hukumu ya nje ndio inasema hivyo, lakini naomba unipe nafasi ya kujitetea. Nafasi nimekupa. Nafasi nimekupa, ni yako, itumie na nakusikiliza. Baba, mimi ni mtu mnyonge sana. Nilionewa na adui na akanipiga pasipo kustahili kupigwa. Sijatumikishwa kwa kupenda, ila nimeonewa kabisa. Kwani ndani yangu nimepitia mapito ambayo sikupata msaada wa kiroho kama wengine wanapata. Yamkini nisingekuwa mlevi. Ila Baba, naomba kabla hujanipa hukumu ya ulevi wangu, namwomba Mungu akufunulie ujue nia nilionayo kwa Rose na namna utakavyonisaidia, maana naamini hata wale wazuri wa leo kuna siku walikuwa wabaya wakapata msaada na hatimaye wakawa wazuri. Na mimi nipo tayari kuwa mtu mzuri kabla ya kumwoa Rose. Ninaomba msaada wako Baba. Okay, nitaomba kwa ajili yako. Ila kuna kitu Mungu ananionyesha kwako. Nitakuita muda mwingine tupate kuongea pamoja tena siku chache zijazo. Asante Baba. Wacha niende niombe kwa ajili yako. Asante Baba. Mungu akubariki sana. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Tumombe Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi shambani mwake. Jay ana matatizo gani? Jay ana shida gani Jay? Hivi si ni yeye aliyenipa ruhusa ya kwenda kumwoa Dina? Sasa mbona anageuka, anakuwa kama kinyonga, anakuwa kigeugeu? Jay. Na je, wakati yeye yuko na mahusiano na Dina, mimi nilimwingilia? Mimi niliingilia mahusiano yao? Mimi nilisimama kupigania mahusiano yao yawe salama, lakini yeye dakika za mwisho akamkataa Dina na akana nibeza. Lakini pia nikachukua hatua, nikaenda nikamwambia bana, mimi nataka kumwoa Dina. Akaniruhusu tena kwa kunibeza kabisa, kuona kwamba mimi nimepotea. Sasa leo mbona anageuka tena?
anageuka, anataka tena kumwoa Dina. Anataka kumwoa Dina tena kweli? Je, huu ni ukorofi wa wazi wazi kabisa, na mimi hili jambo hapana, mimi siwezi kuvumilia, siwezi kabisa, siwezi kuvumilia, na namuomba Mungu katika jina la Yesu anipe neema ili nisije nikamtenda Mungu dhambi. Mungu anisaidie. Siwezi kuvumilia, siwezi, kwa sababu mimi nimeshafanya uwekezaji mkubwa kwa Dina, alafu leo anakuja ananisumbua. Hapana, 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 haiwezekani, hapana. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.